Tupo na Taz Genius na hapa tupo naye atakwenda kuzungumza ni nini hasa ambacho kilichomleta hapa, na hapa tupo nje ya ofisi ya taifa ya mashtaka, ipo hapa wilaya ya Ilala huko Kinyerezi, Dar es Salaam. Taz, kwema? Kwema, mambo vipi? Shwari. Safi, karibu. Asante sana. Kwanza tunataka tufahamu, kwa wale ambao hawakufahamu jina lenyewe mbali na Taz Genius, watu wanataka kufahamu kwanza jina lako nani na hapa leo umekuja kufanya nini? Mimi naitwa Dr. Taz Genius. Leo tumekuja bana kufuatilia shtaka ambalo lina muda mrefu, almost karibu miaka miwili, ambao mwendelezo wake ukiwa unazungushwa au kutotimia, na nikiwa kama mtoto wa marehemu ni pamoja na ndugu ambao tulikuwa tumechukua hatua, kwa sababu unapoona kama haki upande mmoja au katika ufuatiliaji au ufuatilii ipasavyo kwa sheria zetu za nchi yetu, una haki ya kufata ngazi za au ngazi zingine ili upate haki. Ndio, sawa. Pengine nini hasa ambacho kinachokwamisha kwenye hiyo shtaka? Hapana, ni mambo kama unavyojua, ni ujanja na kutotilia mkazo na kutokamilika kwa uchunguzi au upelelezi, lakini pia kitu ambacho tulitaka kukioji watu ambao walifanya tukio la mauaji la mzee ambao walipewa zamana. Inakuwaje kesi ya mauaji ya shambulio tena la wazi saa 4 asubuhi, wengine wanasema mchana, mtu apewe zamana, lakini kutoka ofisi ya DPP ambaye makao makuu yako Dodoma alimtuma mwakilishi wake kufafanua na kuhimiza na kutoa maelekezo kesi ifuatiliwe na upande wanaoshtakiwa waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Na nina imani na upande wa ofisi ya mashtaka DPP ambayo leo hii imetuweka kikao kwa ajili ya kujadili tukiwa wapelelezi wa mawakili wa serikali, wanasheria na wengine, kwa ajili ya kujua haki ya mzee inapatikana vipi, kwa maelezo na kwa maelekezo yaliyotolewa kupitia ofisi yake kuu. Tuna imani jambo hili linaenda kukamilika na waliohusika waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Hapo kwenye watuhumiwa kupewa dhamana, pengine watuhumiwa wangapi? Sasa hii kesi iliwekwa kwenye mfumo wa raia, watu wengi, lakini kutokana na maelezo yetu na maelezo ambayo yapo, inapaswa sasa marekebisho tumeomba yafanyike. Watuhumiwa walikamatwa na wanajulikana, kwa hiyo wachukuliwe hatua za kisheria, na ndio maana kikao hichi lengo ni kupata solution, na tayari masuala haya au kesi hii inafanyiwa kazi kwa mujibu wa kamishina mkuu wa upande wa mashtaka. Kwa waliotoa hizo dhamana kwa wale ambao ni watuhumiwa, walieleza sana sababu gani hasa ambao iliwafanya mpaka wao kwa urahisi wakawaacha? Sababu zinakuwa hakuna, kwa sababu unapokuwa katika watuhumiwa wamekamatwa, jeshi la polisi huwa linafuata mwongozo, na huwa jeshi la polisi kazi yake ni kupeleleza, na kama unaona jeshi la polisi upelelezi wao unakuwa haukuridhishi, kuna ngazi zinazofuatwa. Zile ngazi zina mamlaka au zina kisheria kuwawajibisha kwa kuwapa maelekezo wa kujua tatizo ni lipi na kwa nini shtaka hili lina muda na alifanyiwi haki. Kwa hiyo sisi tumekuja kutafuta haki, hatukaja kumshtakia mtu wala kituo wala askari. Tumefata process ambazo ni hatua za kisheria, za maana kwamba ofisi ya mashtaka ambao ni DPP mwenye mamlaka na shtaka atoe maelekezo jambo hili lipatiwe haki au uvumbuzi, kwa sababu ni la muda mrefu, na kama kuna ujanja, kwa sababu tayari mwenye kesi anakuwa na taarifa, yeye anatoa maelekezo na sheria kuwa inafuatwa. Kwa hiyo baada ya kikao cha leo hasa wameeleza ni lini tena mtarejea na pengine kesi kuanza kusikilizwa? Kikao hichi nimekipenda kwa ofisi ya mashtaka imetoa maelekezo, ili jarada litafanyiwa kazi hapa Kinyerezi,
ina maana kama kuna mapungufu, askari au wapelelezi wa kituo cha Chanika au kokote atakuja maelezo kuyarekebishia hapa. Tena sio faili kwenda kurudi. Hii inafanya upelelezi kuchukua muda mrefu, pamoja na haki ya kimsingi inakuwa haipo. Lakini hapa kati tuliona kama kesi ilikuwa imekaa kimya. Kesi ilikaa kimya kwa sababu ilikuwa haina ufuatiliaji, lakini kwa sababu ufuatiliaji ulikuwa ni wa kuzungushwa, sawa, kutokana na waliokuwa na kesi kuhusiana na wapelelezi. Lakini sasa kutokana uzungushwaji unapozidi, kuna hatua ambazo unaweza kisheria ukazilalamikia. Unapozilalamikia zinatoa mwongozo kwa yeyote au kwa wahusika au wapelelezi kulifanyia kazi jarada, na ndio maana kuna ofisi ya waendesha mashtaka ambazo kesi zote za jinai zinakuja hapa zinachakatwa. Kwa hiyo sisi kompleni ni kwa nini jambo hili linachukua muda, na kwa nini wahusika wako nje, na kwa nini kesi ya wahusika wanajulikana iwe republic, yani ionekane ya watu wengi. Kwa hiyo hivi ndio vipengele ambavyo vinafanyiwa marekebisho ili watuhumiwa waweze kufikishwa kwenye vyombo vya dola. Kazi pengine kuna mtu labda baadhi ya watu ambao ni watuhumiwa walishawahi kufuata labda private nje ya kamera, labda nje ya mtandao, wakakuomba pengine msamaha, wakazungumza wakaomba labda uifute kesi. Sasa hayo ni masuala ambayo tayari jambo liko kisheria, ya tuliachie kisheria, haina haja ya kuliongea hapa. Lakini ni kwamba sisi tunataka tupate haki, kwa sababu kama mimi sikuwepo kwenye tukio na tayari upelelezi umefanyika na kweli sikuwepo, na mpaka mahakama ikaona sihusiki, mimi nilienda ndani, inakuwaje katika nchi hii mtu kafanya mauaji kwenye like ya watu wanaona, kuje leo wape zamana kwenye faili liandikwe alishambuliwa na watu wengi, wakati muhusika na waliohusika wanajulikana. Kwa hiyo hii ndio kompleni ya kufanya. Mpaka leo tuko katika ofisi za mashtaka na vizuri wamelipokea. Naamini kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo Mama Samia mwenyewe anasema haki ifanyike, na ndio maana kaweka mpaka tume, ili jambo litaenda kuwa vizuri na litapatiwa majibu. Umesema watu wanafahamika ambao wamefanya hicho kitendo, pengine labda wakiona kesi hii umeifufua tena na unafuatilia, unaonekana uko serious zaidi, labda pengine wanaweza wakakimbia, labda mmechukua sheria na serikali na mkono mrefu, kwa sababu hata akimbie wapi, kama ulifanya jambo utakamatwa na utabainika. Na bahati nzuri katika hizi kesi jinsi zilivyo, kama ulifanya kitendo kweli, lazima sheria itakutia hatiani. Kwa hiyo mimi sina shaka na hilo. Ninachoomba tu, kama mama anavyounda tume na mpaka zinakuja kutusikiliza, kutuweka katika meza, basi hii tume naomba itende haki kama jinsi inavyostahiki. Pengine una lolote sasa la kuiomba serikali? Ya kuiomba serikali ni kwamba ili jambo au mchakato ambao umeuanzisha, akiwepo tume hizi zilizoteuliwa na mama pamoja na wizara husika, haki itendeke, kwa sababu kama kitu kinatokea alafu kunakuwa na watu ambao si waadilifu katika nchi au katika vitengo, ikiwemo wapelelezi au waendesha hizi kesi. Kwa hiyo kama tume inakuwepo na ikafanya uchunguzi mzuri, wengi watapata haki na wengi wataipongeza, kwa sababu imekuwa ni jambo zuri la kuweza kuwasilisha maoni yetu au changamoto yetu, akiwemo mwendesha mashtaka mwenye kesi zake, na tumeona wamepiga hatua kwamba wanakuja kusikiliza mafaili ambayo yanakaa hayana mwendelezo. Mimi napongeza na shukuru sana, na pia naiomba ikazie watu kupata haki, kwa sababu hii ni haki.